Ni ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Dodoma Jiji Football Club wenyeji dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Airtel Stadium mkoani Singida majira ya saa 10 kamili jioni, mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League. Nakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga, ukiwa ni mchezo wa pili Young Africans wakiwa chini na kaimu kocha kwa maana ya Abdulrahimid Mwalimu, huku Dodoma Jiji kocha wao kwa maana ya Ahmad Josia ni mwalimu ambaye ameonekana kuwa na mbinu zenye faida kwa upande wa kikosi hiko cha Walima Zabibu. Naitwa Leopard John, niko hapa na mchambuzi kinara, tukaenda kuzungumza mchezo huu ambao hautakuwa mrahisi kwa namna moja ama nyingine. Shabel, mchezo wa mwisho timu hizi kukutana katika uwanja wa KMC Complex, Yanga iliibuka na ushindi goli 3-1, au Lendepu akifanya makubwa. Kuelekea mchezo huu wa siku ya kesho, Young Africans tuitegemee kwa namna gani hapa? Kwa ujumla mchezo huu tunautazamaje? Ni mechi huwa ni mechi nyepesi kwa Yanga. Mechi ya Dodoma na Yanga huwa ni mechi nyepesi kwa Yanga. Lakini kwa msimu at least ilitupa taswira tofauti kwa sababu ya upinzani ambao Dodoma alionyesha kwenye mchezo wa raundi ya kwanza katika uwanja wa KMC, ambapo licha kupoteza kwa magoli 3-1 lakini waliwapa mechi ngumu Young Africans. Na hii yote ni tunarejesha sifa kwa mwalimu wao Ahmad Josia. Ni mwalimu ambaye tactically huwa anatoa upinzani mkubwa sana kwenye hizi game ambazo anacheza na hawa wakubwa, lakini mwisho wa siku ni quality ndio huwa inayoamua hata uwe bora kiasi gani kimbinu, lakini ubora wa wachezaji wa timu zote mbili hasa kwenye hizi mechi kubwa mara nyingi huwa una play part kubwa sana kwenye kuamua matokeo ya mechi kama hizi. Dodoma wanaweza wakafanya kila kitu kwa usahihi kama ambavyo walifanya kwenye mchezo wa kwanza ambao walipoteza magoli 3-1. Walikuwa nyuma, walikuwa very compact. Mabeki wao wakina Andy Bikoko, Abdi Banda, wakina Gaston Nsata, wakina Anderson Solomon walikuwa very compact, very solid kwenye safu ya ulinzi. Kwenye midfield Nelson Munganga, Salmin Hoza walifunga sana njia, lakini mwisho wa siku utacheza vile kwa dakika 90 kushikilia bomba vile ambavyo unaweza umeanza game ni big ask, ama ni swali gumu sana kwao against top quality opposition ya Yanga dhidi ya mtu kama Pacome, umemtaja Depu, Alan Okello. Sasa hivi itakuwa ni ngumu sana kuona wakihimili vishindo, especially hasa katika uwanja ambao ni wanyasi bandia, uwanja ambao Young Africans ndio ni kama vile utakuwa ni kama uwanja wao wa pili wa nyumbani, kwa sababu Dodoma sasa hivi wanacheza mechi Jamhuri, wanacheza mechi katika uwanja wa Airtel Stadium, uwanja wa Singida ambao ni wanyasi bandia. Kwa hiyo adaptation haitakuwa ngumu kwao. Yani watacheza azifu wanaicheza mechi katika uwanja wa KMC, na hata mchezo wa mwisho ambao walicheza pale na Singida unakumbuka kilichotokea. Walicheza comfortable, wakashinda pia comfortable. Kwa hiyo hata huu mchezo wa dhidi ya Dodoma nadhani mazingira pia yatakuwa favored upande wa Yanga kuliko Dodoma yenyewe. Sawa, tukiangalia upande wa kimsimamo, Dodoma Jiji haipo sehemu nzuri, nafasi ya 8 katika msimamo. Pengine hii inaweza ikawa chachu kwa vijana wa Ahmad Josia kufanya kile ambacho walikifanya pengine dhidi ya Simba, kushikilia bomba na kukubali kuwa second team na kuwa na ile endurance ambayo itawafanya kuwa more defensive na kuwapa ugumu klabu ya Young Africans. Yes, Dodoma najua umuhimu wa matokeo ya kupata matokeo katika mchezo huu. Mwalimu pia naye anafahamu kipi ambacho anatakiwa ukifanya. Ndio maana nimekwambia hapo mchezo huu Ahmad Josia mwalimu wa Dodoma approach yake haitakuwa tofauti. Approach kwa tahadhari zaidi. Labda anaweza kaanza na mabeki watatu nyuma, Abdi, Andy pamoja na Gaston Nsata. Then akawa na wing back na viungo watatu katikati kuhakikisha kwamba timu inaziba mianya, Yanga wasiweze kupitika kirahisi. Kwa hiyo ni mechi ambayo anaelewa uhitaji wa alama katika mchezo huu, kwa sababu nafasi aliyopo yupo nafasi ya 8, nafasi ya 8 alama 29. Nyuma yupo Mashujaa anapiga sana hodi katika nafasi ya 9 na pointi zake 26, na anasogea Mashujaa dondoshi sana alama kwa njia ya kupoteza mechi, anadondosha alama kwa kupata sare. Kwa hiyo anaelewa Ahmad Josia kipi ambacho anataka ukifanya ili
aweze kumaintain hizi nafasi za juu, na akishinda kwa mfano katika mechi hiyo, ina maana atakuwa anafikisha alama 32 ambazo zitamfanya asogee mpaka nafasi ya 7 ambapo yupo Pamba akimkaribia kwa karibu TRA. Kwa hiyo unaweza ukaona ushindani wa nafasi pia unaweza kuwa ni motivation na machachu ya Dodoma kutaka kufanya vizuri katika mchezo huo dhidi ya Yanga. Sawa, tuje tuangazie kwa upande wa Young Africans ambao wao kimsingi ndio wageni kwenye huu mchezo. Urejeo wa Mudathiri Yahya Abbas pengine inaweza ikawa ni faida kwa Yanga, hasara kwa Dodoma Jiji juu ya urejeo wa Zanzibar Greatest, kwa maana Mudathiri Yahya Abbas ambaye amerejea kutoka kwenye kifungo cha mechi 3 ambacho ametoka kuadhibiwa na kamati ya usimamizi na uendeshwaji wa ligi kuu ya NBC Premier League. Yes, ni boost kubwa kwa Young Africans kwa sababu wamemkosa kwenye mechi 3 mchezaji ambaye ni the most influential midfielder kwenye kikosi chao kwa sababu ya namba zile ambazo anazileta, magoli, assist. Kwa hiyo anarejea kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga, kitu ambacho ni added boost kwa mwalimu Molin, na inampa pia uwanda mpana wa kuwa na option za namna ambavyo anaweza kaleta mbinu zake kulingana na mahitaji ya wachezaji ambao wapo available. Kwa hiyo ni habari njema kwa Young Africans, lakini pia ni habari mbaya kwa Dodoma ambao wangetamani Young Africans waendelee kuhamisi wachezaji muhimu, key players kwenye kikosi chao ili mazingira yawe nafuu katika mchezo huu, lakini ndio hivyo anarejea Mudathiri katika kikosi ambacho tayari kimewaka. Okello gari limewaka, Pacome gari limewaka, Dube gari limewaka. Kale katikati Maxi amerejea katika ubora wake katika michezo hivi karibuni. Kwa hiyo ni maswali mengine magumu ambayo Dodoma wataendelea kuulizwa kutokana na ubora ambao wachezaji wa Yanga wamekuwa nao katika michezo hivi karibuni. Unaweza kaona namna ambavyo Young Africans wamekuwa kishinda mechi zao, namna ambavyo wamekuwa wakipata matokeo, wanapata wakiwa wanacheza vizuri pia individually, mchezaji mmoja mmoja. Sawa, tumzungumzie coach wa muda klabu ya Young Africans Abdulhamid Mwalimu ambaye alianza vyema mchezo uliopita dhidi ya Coast kuibuka na ushindi mnono wa mabao mengi katika mchezo huo. Kuelekea mchezo huu, Abdulhamid Mwalimu atahusika kiasi gani katika kutengeneza ile falsafa na game plan kwenda kuikabili Dodoma Jiji ambayo sio timu ya kubeza kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao, lakini pia benchi la ufundi the way ambavyo wamekuwa wanakombine vizuri na wachezaji wao? Nafikiri hawezi kubadilika Young Africans ukiachana na ubora tu wa mwalimu, lakini kikosi chao tu chenyewe, wachezaji waliopo wanambeba mwalimu hata kama ana changamoto zake, lakini wachezaji kwa uwezo wao binafsi wanambeba mwalimu na kumpa matukio katika mazingira ambayo labda mbinu zinakuwa zimezidiana. Kwa hiyo kwa Molin nadhani anachohitaji kwa sasa hivi ni muendelezo. So tangu amekuja Young Africans, mechi pekee ambayo Yanga wamedrop alama ni dhidi ya Simba. Nyingine zote Yanga wamekuwa wakishinda. Kwa hiyo na kwa records Yanga walizonazo dhidi ya Dodoma, sioni mabadiliko. Yaani tegemea tu Young Africans watakuwa na muendelezo wa kupata matokeo ya ushindi. Kwa sababu tangu Dodoma amepanda ligi kuu msimu mwaka 2020-2021 amepata sare tu mara moja. Msimu mwaka 2020-2021 alipata sare katika uwanja wa Jamhuri, lakini since then amepoteza mechi 10 katika michezo 11 ambayo amecheza dhidi ya Young Africans, na sio tu kupoteza, anapoteza kwa vipigo vya magoli 5, vipigo vya magoli 4, vipigo vya magoli 3. Kwa ni mechi ambayo over ni uhakika, ni kwa watu ambao wanaweka uwekezaji magoli 3 plus hii ni mechi ambayo ina uhakika wa kutoa. Sawa, mechi ya mwisho ambayo binafsi yangu naikumbuka ni ile ambayo ilimfanya Young Africans atangaze ubingwa. Young Africans anafanya comeback ya maana kweli kweli. Sawa, hayo ni kuelekea mchezo wa kesho katika uwanja wa Airtel Stadium huko mkoani Singida, ambako ndiko mchezo huo unakwenda kuchezwa majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Airtel Stadium. Dodoma Jiji Football Club dhidi ya Young Africans, mabingwa wa kihistoria. Naitwa Leopard John, nilikuwa hapa na Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma, ambaye Singida ndiko ambako kitovu chake kilifikiwa.